Hii ni sehemu ya rekodi ya matamshi ya Duale ambayo yamemtia mashakani. Nataka wewe upange hao vijana 5 kwa kila police station. Wagombeaji wawili wa kiti cha ubunge cha Garissa mjini kutoka vyama vya Wiper na ANC wamesema wamepokea vitisho moja kwa moja kutoka kwa watu ambao wana uhusiano wa kisiasa na Duale na kupelekea wao kuandikisha taarifa kwa polisi. Then we all expected Honorable Duale to be behind bars as we talk today and to be arraigned in court. We want to see whether this government's pronouncements on trying to maintain peace in this country in the run-up to the next elections are only designed as a selective application of the law. Wagombeaji hawa wamedokeza kuwa watu wawili tayari wamejeruhiwa mjini Garissa baada ya matamshi ya Duale. Lakini Duale amepuuza madai hayo akisema sauti iliyorekodiwa sio yake. It's very unfortunate up to now Duale is going round denouncing what is in voice clips that has gone viral in social media and that nobody is acting. Nobody is even taking into record a statement about what he did. Kwengineko, viongozi kutoka eneo la Mashariki wanataka Duale akabiliwe kisheria. Mheshimiwa Duale ashikwe na ashtakiwe kwa sababu ameleta uhasama katika sehemu hii na kutisha amani ambayo imekuwa ikiendelea katika sehemu hii. Na tunauliza kwamba serikali ya Jubilee itueleze kinagaubaga kama inahusika katika mambo ya mipango hii ya Mheshimiwa Duale ya kufurusha jamii ya Wakamba kutoka Garissa. Duale has become a etmoga to the Kamba community. We have heard him say the bombs and those who are using bomb to go and throw the bombs in Machakos. Now he's telling the young people of Garissa to evict and send away the Kamba community sitting in Garissa. Duale, I want to tell you, Garissa si ya mama yako. Kulingana na viongozi hawa, matamshi ya Duale ni ya kiongozi ambaye ameshindwa kisiasa na sasa anatafuta njia ya kuhangaisha watu wa jamii nyingine ili asilie kidedea katika eneo hilo. Mkurugenzi wa upelelezi DCI amesema kuwa uchunguzi dhidi ya Duale tayari umeanzishwa. Trevor Ombija, NTV.